Alhamdulillah thanau lillah wassalatan wassalaman ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa qala rahimahullah wa sa min hadith rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa an Usama ibn Sharik qala kunta 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faja'at al-a'rab faqalu ya Rasulullah anta dawahu qala na'am ya ibadallahi tadawahu fa inna allaha lam yad'a da'an ila wada'a lahu shifaan wa ghayra da'a wahdah. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah wa ma huwa ya Rasulullah qala la harama au la harama. Tukiwa katika mlango wa tiba ya maradhi ya kiuno, mgongo, magoti, misuli na nyoyo au nyayo kuwaka moto, ndiyo magonjwa yetu ambayo tutakaodili nayo sana leo. Kutoka kwa Usama ibn Sharik amesimulia kuwa nilikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, rehma na amani juu yake. Akaja Mwarabu mmoja akasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, tujitibu? Akajibu akasema Mtume, rehma na amani juu yake, ndiyo enyi waja wa Mwenyezi Mungu, jitibuni kwa kutumia dawa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumbieni. Hakuweka ugonjwa wa Mwenyezi Mungu isipokuwa akauwekea dawa yake au ponyo katika dawa hiyo, isipokuwa ugonjwa tu mmoja ambao huwezi kutibika, hata haje nani hawezi kuutibu ugonjwa huo. Wakamuuliza, ewe ya Rasulullah, ugonjwa gani huo? Akajibu, ambao ni wakhda, yani ni ugonjwa wa uzee, ni ugonjwa ambao ni uzee. Uzee hautibiki. Sasa tuingie moja kwa moja katika jambo la kwanza. Jambo la kwanza, tiba ya kwanza katika magonjwa ambayo tutakayoelezea, tukianza na tiba ya mgongo. Tiba ya kwanza, mgongo unaotoa maumivu makali sana. Chukua haltiti kiasi fulani. Chukua na habat sauda ya unga au ya mafuta kiasi fulani, kisha viponde pamoja, pata unga wake, sawa. Chukua haltiti ya unga, chukua na habat sauda ya unga, viponde pamoja, changanya na asali. Matumizi, paka mtiririko mzima kwa uti wa mgongo. Ukisha paka katika uti wa mgongo, wakati unapotaka kulala, ndio unatakiwa upake dawa hii kwa muda wa siku 3, kwa uchache ni siku 7, kwa wingi hivyo waweza kuzitumia dawa hizi kwa viungo vingine vinavyokusumbua au vinavyouma sana. Hii ni aina ya kwanza katika dawa yetu, dawa ya mgongo. Wewe unayesumbuliwa na mgongo, chukua harititi, chukua na habati sauda, viponde vizuri, viwe laini, changanya vizuri. Ukisha changanya vizuri, basi chukua hasali nzuri safi ambayo haijachemshwa, iwe mbichi, iwe nyuki wakubwa, changanya. Ukisha changanya dawa hii, na ikiwezekana weka na habati sauda ya mafuta pia vile, kama itawezekana weka, kama utaipata ya mafuta na ya unga na harititi ya unga pia, vyote viweke pamoja, vichanganye na asali, alafu anza kupaka kwenye uti wa mgongo na sehemu yenye maumivu, kwa viungo vingine vinavyokusumbua katika mwili wako. Hiyo ni dawa ya kwanza. Na tiba ya pili ya mgongo, magoti na vinginevyo vingi au viungo vingi pia, chukua urugu. Urugu inaitwa urugu tafalfalu. Chukua urugu ya maraghanisu, sawa, maraghanisu. Chukua urugu ya masalhuli
idharu au idharu au indharu, chukua urugu ya kuihu, sawa. Kulhu, chukua urugu ya taskar, chukua urugu ya karafas, chukua urugu ya dad, viponde katika chungu, kisha ichemshe. Utatia maji yake madogo sana, utatia maji yake katika kitambaa kizito, kisha mwenye maradhi hayo atalala juu ya tambara hilo. Yani ukisha ponda zote hizi dawa, sawa, alafu mwenye maradhi hayo atalala juu ya hicho kitambaa. Yani ile dawa atakapolala igusane na ile ngozi na sehemu yenye maumivu, alafu atalala. Akishalala hapo, mgandamizo huo, sawa, utasababisha dawa kuingia katika ngozi kwenda kupambana yale maumivu yanayomsumbua, kama ni mgongo, na kama ni goti, basi atachukua ile tambara lile atalikanda kwenye goti lake, na kama ni mkono, sehemu yote yenye maumivu afanye hivyo. Hizi ni dawa mujarab, ni dawa nzuri sana ambazo zitamsaidia yeye inshallah taala. Tumejaribu kueleza dawa hizi ili upate kujitibu mwenyewe na usiendelee kupoteza pesa zako kwa kununua dawa nyingi. Pia unaweza kuwasaidia hata wengine inshallah taala. Usikose kusubscribe channel yetu hii ili uendelee kupata video zingine nyingi zenye mafundisho ya dini na mafundisho pia ya tiba yako, tiba halali, tiba ambayo haifundishi ushirikina, bali inakufundisha ni namna gani utazitumia dawa bila kuathirika katika imani yako. Ni wewe Faisal Muhammad Mwinyi, karibuni sana kwa channel yetu hii.